Rais Volodymyr Zelensky amesema mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine yatafanyika Saudi Arabia wiki ijayo, akieleza matumaini kwamba utakuwa mkutano wenye maana. Kiongozi huyo Ukraine ambaye atakuwa katika ufalme huo wa Ghuba lakini hatashiriki katika mazungumzo, alisema Kyiv inapambana kufikia amani ya haraka na ya kudumu. Mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump, Steve Woodford, amesema timu ya Marekani ilitaka kujadili mfumo wa amani kujaribu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine Ijumaa iliyopita. Zelensky na Trump walizozana hadharani katika ikulu ya White House, ambapo Trump alisema Zelensky hakuwa tayari kumaliza mapigano. Marekani baadaye ikatangaza kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kusimamisha kushirikiana kwenye taarifa za kijasusi. Rais wa Ukraine ameonyesha majuto kuhusu tukio hilo na kujaribu kurekebisha uhusiano wake na Marekani, ambayo ndio inayotoa msaada mkubwa wa kijeshi kwa nchi yake. Wiktof amesema Alhamisi kuwa Rais Trump alipokea barua kutoka kwa Zelensky iliyojumuisha kuomba msamaha na kuonyesha hisia za shukrani. Tunatumai tutarejesha mambo kwenye mstari wa Ukraine na kila kitu kitaanza tena, Wiktof alisema. Zelensky amekuwa chini ya shinikizo kubwa la Marekani kufanya makubaliano kabla mazungumzo yoyote ya amani, wakati rais wa Ukraine amekuwa akishinikiza dhamana thabiti ya usalama wa Kyiv. Zelensky alitangaza mazungumzo ya Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia katika mfululizo wa machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuhudhuria mkutano wa dharura wa siku Alhamisi mjini Brussels, ambapo viongozi wa Umoja wa Ulaya waliidhinisha mipango ya kuongeza matumizi ya ulinzi. Ukraine imekuwa ikitafuta amani tangu wakati wa kwanza wa vita, na tumekuwa tukisema kila wakati kwamba vita vinaendelea tu kwa sababu ya Urusi. Zelensky alihimiza jumuiya ya kimataifa kuweka shinikizo zaidi kwa Moscow ili kubali hitaji la kumaliza vita. Urusi yenyewe mara kwa mara imesema iko tayari kumaliza vita, lakini mazungumzo ya kusitisha vita yalikuwa yamewekewa uzito na Rais Volodymyr Zelensky, ambaye alipiga marufuku kufanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Na hatimaye Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ameibua tena mashaka kuhusu dhamira yake ya kulinda mshikamano wa jumuiya ya kujihami NATO baada ya kurejea kusema kuwa nchi zisizotoa mchango wa kutosha hazistahili kupewa ulinzi. Trump ameambia waandishi wa habari akiwa ikulu ya White House mjini Washington kwamba hatozilinda nchi wanachama wa NATO ambazo hazitengi bajeti ya kutosha kwa ajili ya ulinzi. Matamshi ya aina hiyo na ya kila wakati kutoka kwa Trump yanatishia kuweka rehani mfungamano huo wa kijeshi unaoundwa na madola 32 kwa dhima kutoa ulinzi wa pamoja. Tangu aliporejea madarakani mwezi Januari mwaka huu, Trump amezidisha shinikizo kwa nchi wanachama na kuongeza matumizi ya ulinzi kufikia 5% ya pato la taifa kutoka 2% iliyokuwa inapendekezwa hapo kabla. Amesema nchi zisizotimiza kiwango hicho zinaweza zisipatiwe ulinzi chini ya mwamvuli wa NATO, ambayo mkataba wake unajumuisha ibara inayotaka wanachama wote kusaidiana kijeshi pale mmoja anaposhambuliwa. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi. Takriban miezi 4 tangu utawala wa Rais Bashar al-Assad kuangushwa mwishoni mwa mwaka jana, wafuasi wake wameonekana kujibu kwa kushambulia wanajeshi wa serikali mpya. Hayo yamejiri baada ya wanajeshi wa utawala mpya wa Syria kushambuliana vikali na wapiganaji wa rais huyo aliyetimuliwa mamlakani Bashar al-Assad katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni vita vikali kuwahi kutokea tangu wanamgambo wa mvue madaraka Assad mwezi Disemba na kuweka serikali ya mpito ya Uislamu. Kikundi kinachotathmini vita cha Uingereza kilichoko Syria kimesema takriban watu zaidi ya 70 wameuawa. Hata hivyo bado idadi kamili haijatoka. Ili kurejesha utulivu, amri ya kutotoka nje imetangazwa katika miji ya Latakia na Tartus, ambapo mashambulizi hayo yamefanyika. Mashambulizi hayo ya kushtukiza yalianza wakati wanajeshi wa Syria walipokuwa wakishika doria katika eneo la Latakia. Msaada wa kijeshi wa ziada umetumwa katika eneo hilo, huku video za mtandaoni zikionyesha ufyatuliaji risasi katika baadhi ya maeneo. Eneo hilo ambalo liko pwani ya nchi hiyo limehifadhi jamii ya walio wachache ya Lawite, ambao ni ngome ya familia ya Rais Assad. Pia kumekuwa na ripoti ya mapigano katika miji ya Homs na Aleppo, huku ufyatuliaji wa risasi ukisikika katika makazi, kwa mujibu wa video ambayo bado haijahakikiwa. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Syria, Kanal Hassan Abdul Ghan, ametoa onyo kwa watiifu wa Assad wanaozua rabsha katika eneo la Latakia.
Maelfu wamechagua kusalimisha silaha zao na kurejea kwa familia zao, huku wengine wakisisitiza kuendelea kupigana kwa niaba ya wahalifu na wauaji. Chaguo liko wazi, salimisheni silaha ama muangamizwe, amesema kanali huyo. Eneo hilo limekuwa tishio kwa rais wa muda wa Syria Ahmed al-Sharaa, huku wanaharakati wa jamii Alawite wakisema jamii yao imekuwa ikihangaishwa tangu utawala wa Asadi uanguke. Sudani imeamua kuchukua hatua kali dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa madai kuwa inaunga mkono wanamgambo wa RSF katika vita vyao vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Ikitafuta haki katika mahakama kuu ya Umoja wa Mataifa ICJ imeshutumu falme hizo kuwa inahusika katika mauaji ya kimbari ya makundi yasiyo ya Kiarabu katika jimbo la Darfur. Aidha, Sudani imelalamika kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu unatoa msaada wa kijeshi na kifedha kwa waasi wa RSF. Kwa upande wake, Umoja wa Falme za Kiarabu umepinga vikali madai hayo ya Sudan, ikieleza kesi hiyo kama jaribio lisilo na msingi kwa umma na kuapa kukata rufaa litupiliwe mbali. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaofuatilia zana za vita zilizopigwa marufuku Darfur wameelezea madai ya Umoja wa Falme za Kiarabu kufanya magendo ya silaha kwa RSF kupitia Chadi ni ya kuaminika. Ombi la Sudani la kutaka ushauri kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ si la kisheria, ila linaweza kuwa na athari za kisiasa. Vita hivyo vimedumu kwa miaka miwili, vimeathiri Sudan, huku maelfu wakiuawa na zaidi ya watu milioni 12 wakiachwa bila makazi na kusababisha janga kubwa la kibinadamu.